Kwa wale watu ambao washafanywa hichi kitendo, ni haki kwenda pale Mwanamashungi walipo hawa watu na kusema maoni yao. Kwa serikali itachukulia na itafuatilia, kwa sababu serikali ni mkono mrefu. Hasa kwa sisi wanafunzi hapa skuli yetu, ni kweli njia umonjiani lazima kidogo ukitoka barabara kuna kipande kidogo unapita, japo hivi njia za chochoroni. Kwa hiyo inatuathiri sana kwa sisi wanafunzi, na vile vile kununua vyakula ovyo kwa barabarani. Na namshukuru pia Mama Samia kuleta hii elimu hii. Kwa majina naitwa Sanura Khalfani Ali Muhammad, natokea skuli ya Maendeleo kwa Mtu. Kwa ujio wenu nashukuru sana kwa kutuletea hizi taarifa, kwa sababu ni muhimu sana kwetu sisi. Nimejifunza kama mimi mwanafunzi wa skuli ya hii Maendeleo, nimejifunza mambo mengi kuhusiana na udhalilishaji, maradhi, hasa kwa hichi kipindi cha mvua hapa kwetu sisi pana watu tele wafanya uchafu, lakini mimi nitakwenda kutoa taarifa kuhusiana na hili swala la udhalilishaji la haya maradhi. Pia na wahusia na wenzangu ambao kuwa washafanywa hili jambo la udhalilishaji, watoe taarifa, wasikae kimya tu majumbani kwao, waseme kwa wazazi wao ili taarifa zishughulikiwe, na wasikae tu kimya, waseme. Mungu ni Salum Hamisaji, mwalimu mkuu wa skuli ya Maendeleo Sekondari. Hichi kinasaidia angalau kukumbushwa ni upi wajibu wenu na mnapaswa kuchukua hatua gani. Pia kwenye hili pia tumeona kuna hili swala la udhalilishaji. Ni swala ambalo linaendelea, lina kasi kwenye mitaa yetu. Kwa hivyo kupata elimu hapa nafikiri itasaidia pia katika hatua za kukabiliana na hili jambo, ili kuona kwamba tunafika pahala linakoma. Kwa hivyo nafikiri kuja kwa hii taasisi kwenye shule yetu imetoa mwamko na kwenye maeneo mengi. Lakini lile jingine lilosema ni la haki ile ya mtoto kupata cheti cha kuzaliwa kwa ajili ya shughuli zake tofauti wakati wa masomo, pia baada ya masomo. Kwa sasa nafikiri kwa taasisi hii, na hasa kwa kutenga, nafikiri ni siku karibu wiki 2 hadi tarehe 14, basi litarahisisha upatikanaji wa hivi vyeti, kwa sababu kama tulivyoelezewa hapa ni jambo la kuja tu pale na uthibitisho. Nafikiri hatua za udhalilishaji wa hicho cheti inaweza ikapatikana kwa urahisi. Kwa wito wangu, nafikiri tuendelee haya kuyapeleka kwenye taasisi, na tusisubiri kwenye haya matamasha tu ya siku fulani. Hili limeanza, maana tunaomba serikali kuona kwamba hili linaendelea, kwa sababu lina mchango na faida kubwa kwa jamii. Kupeni opportunity ambayo itakusaidieni nyinyi ambao kwamba hamna cheti cha kuzaliwa. Kwanza tunapozungumzia cheti cha kuzaliwa, ni kile cheti halisi kabisa, sio kile kipande cha hospitali au kile kipande ambacho unapata kwa sheha. Kile bado sio cheti. Cheti ni kile ambacho unatolewa sasa kule wilayani kile. Zamani vilikuwa virefu, lakini sasa hizi wanatoa vile vifupi vile. Shona, hasa nataka kila mmoja ambaye kwamba hana kile cheti kile, ana kile kipande cha hospitali tu au cha kwa sheha, amwambie mzee wake. Leo hii mkifika muambie wazee kwamba pale Chake Mwanamashungi pale garden pale, mama, pana fursa pale. Ukienda na kile kipande ambacho kwamba umekipata hospitali cha kuzaliwa mimi, unapata cheti changu mimi cha kuzaliwa. Lakini ukienda na kile kipande ulichokipata kwa mheshimiwa sheha, vile vile unapata. Lakini hata kama huna vile vipande viwili, una ile kadi ile kadi ya kliniki ile, ukienda nao pale kuna process unafuata, ndani ya siku 3 tu basi tayari unapata cheti chako cha kuzaliwa. Wajibu wenu nyinyi ni kulinda na kuimarisha utamaduni wetu. Na kusudia kusema kitu gani? Hivi mlivyojistiri hapa, basi hii isibakie kuwa hapa tu. Mnapotoka hapa shule, mkaenda majumbani, muendelee kujistiri hivi. Na hiji sasa ndio kitakachowekeni mbali nyinyi na ule udhalilishaji.